Karibu Juice African Story. Leo tutaenda kusimulia historia ya bwana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Gregor Scarpa. Gregor Scarpa alikuwa ni mtu hatari zaidi aliyechipukia katika jiji la New York, na mtu mafia ambaye alikuwa ni mkatili na muuaji zaidi kuwahi kutokea katika miaka hiyo ya mwaka 1950 hadi mwaka 1960. Lakini nyuma ya matukio hayo kulikuwa kuna FBI ambayo ilikuwa inachukua taarifa kutoka kwa Gregor Scarpa kuhusu makundi mengine hatari zaidi ya wauzaji wa madawa ya kulevya. Sasa katika miaka ya 1950 hadi mwaka 1960, katikati kulikuwa kuna matukio hatari yaliyomfanya mpaka awe kiongozi wa familia moja iliyokuwa inaitwa Colombo. Hii ni familia ya watu wa Colombia ambayo mpaka ushike kiti cha kuwa kiongozi wa familia hiyo inabidi uoneshe matukio hatari zaidi na ya kutisha sana ili uwe kiongozi mkubwa zaidi wa kundi hilo kwenye the American Mafia. Sasa leo nitaenda kuandalia historia ya kuzaliwa kwake, matukio yake na mpaka mwisho wake, alikufa vipi, kifo chake kinasikitisha zaidi. Sasa kaa nami kwenye Juice African Story ili uweze kupata historia nzima ya Gregor Scarpa. Gregor Scarpa aliyejulikana kwa majina ya utani kama The Grim Reaper, mvunaji wa roho na The Mad Hatter, alikuwa mmoja wa wanachama mashuhuri na wa kuogopwa wa familia ya kimafia ya Colombo Crime Family nchini Marekani. Alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1928 katika eneo la Brooklyn, New York, na alifariki tarehe 4 Juni mwaka 1994 akiwa gerezani. Maisha yake yalijaa mchanganyiko wa uhalifu, ushirikiano wa siri na Federal Bureau of Investigation FBI, pamoja na migogoro ya ndani ya kundi la mafia. Utoto na maisha ya awali. Gregor Scarpa alizaliwa katika familia ya asili ya Italia. Alikulia Brooklyn katika kipindi ambacho makundi ya kihalifu yalikuwa na ushawishi mkubwa katika jamii nyingi za wahamiaji wa Italia. Tangu akiwa kijana alivutiwa na maisha ya wahalifu waliokuwa wakionekana kuwa na fedha, mamlaka na heshima mitaani. Katika ujana wake, Scarpa alianza kujihusisha na makosa madogo madogo kama vile wizi na biashara haramu. Hatimaye alikutana na wanachama wa mafia waliomtambulisha rasmi katika ulimwengu wa uhalifu uliopangwa. Kuingia katika familia ya Colombo, Scarpa alijiunga na familia ya Colombo, moja ya familia 5 kubwa za mafia zilizotawala uhalifu uliopangwa katika New York City. Familia hizi zilijulikana kama Five Families. Aliendelea kupanda ngazi kutokana na sifa zake za kutokuwa na huruma kwa maadui, utii kwa viongozi wake, uwezo wa kutekeleza maagizo ya mauaji bila kusita. Hatimaye alifanywa kuwa mwanachama kamili wa mafia Madman, hatua iliyompa heshima kubwa ndani ya familia ya Colombo. Jina la The Grim Reaper. Scarpa alipata jina la utani The Grim Reaper kutokana na madai ya kuhusika katika mauaji mengi, ingawa idadi halisi haijulikani. Baadhi ya ripoti zinadai alihusika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika mauaji ya watu kadhaa waliokuwa maadui wa familia ya Colombo. Tofauti na baadhi ya wahalifu waliopendelea kufanya kazi kwa siri, Scarpa alijulikana kwa ujasiri na wakati mwingine alionekana kutojificha maisha yake ya kifahari. Alipenda kuvaa vizuri, kutumia fedha nyingi na kuonekana kwenye mamlaka. Uhusiano
wake na FBI. Moja ya mambo ya kushangaza zaidi kuhusu maisha ya Gregor Scarpa ni kwamba kwa miaka mingi alikuwa mtoa taarifa wa siri wa FBI. Inaaminika alianza kushirikiana na FBI mwanzoni mwa miaka 1960. Kupitia ushirikiano huo, aliwapa taarifa kuhusu shughuli za mafia. Aliwasaidia maafisa wa FBI kuelewa migogoro ya ndani ya makundi ya kihalifu. Alipata ulinzi usio rasmi uliowezesha kuendelea na shughuli zake za uhalifu kwa muda mrefu. Baadhi ya maafisa wa FBI walituhumiwa kwa kumpa upendeleo usiofaa. Hali hii ilizua mjadala mkubwa baada ya ukweli huo kufichuliwa miaka ya baadaye. Madai ya kuhusika katika uchunguzi wa wanaharakati wa haki za kiraia. Kuna madai kwamba mwaka 1964 wakati wa uchunguzi wa kutoweka kwa wanaharakati wa haki za kiraia huko Mississippi, FBI ilitumia msaada wa Scarpa kupata taarifa kutoka kwa washukiwa wa kundi la Ku Klux Klan. Hata hivyo, baadhi ya wanahistoria wamehoji usahihi wa maelezo yote kuhusu jukumu lake katika tukio hilo. Sehemu ya simulizi hizo bado imeendelea kuwa mada ya mjadala. Maisha ya familia. Ingawa alikuwa mhalifu maarufu, Scarpa alikuwa pia na familia. Alikuwa na mke na watoto. Hata hivyo, maisha yake ya uhalifu yaliathiri sana mahusiano yake binafsi. Mtoto wake Gregor Scarpa Jr. naye aliingia katika ulimwengu wa mafia na baadaye alikabiliwa na matatizo makubwa ya kisheria. Maisha ya familia ya Scarpa yaligubikwa na hofu ya mara kwa mara kutokana na maadui wengi aliyokuwa nao. Vita vya ndani ya familia ya Colombo. Katika miaka 1990, familia ya Colombo ilikumbwa na vita vya ndani kati ya wafuasi wa viongozi tofauti waliokuwa wakigombea udhibiti wa familia. Scarpa alikuwa mmoja wa watu muhimu katika mgogoro huo. Alisimama upande mmoja wa mzozo na kushiriki katika mashambulizi dhidi ya wapinzani wake. Migogoro hii ilisababisha mauaji kadhaa, kukamatwa kwa wanachama wengi, kuzoofika kwa nguvu ya familia ya Colombo. Ugonjwa wa ukimwi. Moja ya mambo yaliyokuja kushangaza wengi ni kwamba Scarpa alipatikana kuwa na HIV. Inaaminika alipata maambukizi hayo kupitia kuongezewa damu baada ya matibabu. Wakati huo, uelewa kuhusu ukimwi ulikuwa bado mdogo kuliko ilivyo leo. Afya yake ilianza kuzoofika taratibu, lakini bado aliendelea kujihusisha na shughuli za mafia kwa kipindi fulani. Kukamatwa na kufungwa. Hatimaye mamlaka zilianza kuchukua hatua kali dhidi yake. Alikabiliwa na mashtaka mbalimbali yaliyohusisha mauaji, njama za uhalifu uliopangwa, uhalifu wa mafia chini ya sheria za RICO. Alikamatwa na kuhukumiwa kifungo gerezani. Hali yake ya afya ilizidi kuwa mbaya alipokuwa akitumikia adhabu yake. Kifo chake. Gregor Scarpa alifariki tarehe 4 Juni mwaka 1994 katika kituo cha matibabu cha wafungwa huko Marekani akiwa na umri wa miaka 66. Kifo chake kilihitimisha maisha ya mmoja wa wahalifu waliotajwa sana katika historia ya mafia ya Marekani. Urithi wake. Historia ya Gregor Scarpa inaendelea kuwavutia watafiti, waandishi na watayarishaji wa filamu kutokana na sababu kadhaa. Alikuwa muuaji wa mafia mwenye sifa ya ukatili. Alifanya kazi kama mtoa taarifa wa FBI kwa muda mrefu. Aliweza kuepuka kukamatwa kwa miaka mingi.
alihusika katika moja ya familia 5 kubwa za mafia Marekani. Maisha yake yanaonyesha uhusiano tata kati ya wahalifu na vyombo vya dola. Wapo wanaomuona kama mhalifu hatari aliyesababisha vifo vingi, huku wengine wakivutiwa na namna alivyoishi maisha ya siri mbili akiwa mwanachama wa mafia na wakati huo huo akifanya kazi na FBI. Gregor Scarpa katika vitabu na filamu. Maisha yake yamejadiliwa katika vitabu kadhaa kuhusu mafia ya Marekani. Waandishi wengi wametumia simulizi yake kuelezea jinsi uhalifu ulivyopangwa, ulivyofanya kazi katika karne ya 20. Pia vipengele vya maisha yake vimetumiwa kama msukumo katika vipindi vya television na maandishi ya kihistoria yanayohusu mafia. Hitimisho, Gregor Scarpa alikuwa mtu mwenye sura mbili. Upande mmoja alikuwa mwanachama mwaminifu wa mafia ya Colombo aliyekuwa tayari kutumia vurugu ili kufanikisha malengo yake. Upande mwingine alikuwa mtoa taarifa wa FBI aliyetoa siri za ulimwengu wa uhalifu.